Kazi ambayo tumeifanya katika kipindi cha miaka mitatu minne ni kutengeneza matenki makubwa ya kuhifadhia maji, ili nyakati nyingi ambazo zinaweza kuja za kiangazi tujikute tunao maji ambayo yanaweza kuwafikia walio mbali. Lakini ukweli bado sio toshelevu kwa walio wachache. Wengi wameyapata, wengine bado wanalia juu ya maji. Nataka niwaambie ukweli. Chanzo cha maji ni Ruvu. Ruvu juu ndio inatulisha katika kipindi toka tunapata uhuru. Sensa ya kwanza imefanyika 1910, ikaruka tukaenda kuanza kama upya 1968, na ya mwisho tumefanya 2022 sensa ya 6. Lakini Dar es Salaam ilikuwa ina watu gani mwaka 1967? Lakini mwaka 2022 imekuwa na population ongezeko la kiasi gani? Lakini chanzo kilikuwa bado ni Ruvu juu. Kwa lazima tujue watu wameendelea kuongezeka, lakini chanzo ni kile kile. Daktari Samia Suluhu Hassan peke yake kwa kufikiria jambo hili ndio ameenda kuanzisha mradi wa bwawa la Kidunda. Nataka niwaambie, bwawa la Kidunda likikamilika mpaka mwezi Machi 2025 lilikuwa limefikia 28%. Hili linaenda kujaza ujazo wa lita bilioni 190. Mheshimiwa Waziri anajua hili. Lakini fedha zinazohitajika zitumike pale ni bilioni 300 kama na 35. Hizi ni fedha sio nyingi kwa Mheshimiwa Rais. Juzi tunaambiwa amekamilisha tenki, amekamilisha bwawa au mradi wa maji Rufiji kule. Zaidi ya trilioni 6 nukta kadhaa, hatashindwa bilioni 335 kukamilisha bwawa la Kidunda ili maji yawe ni sustainable kwa mikoa ya Pwani, Morogoro na Dar es Salaam. Kwa hiyo sisi tunamtakia kila laheri Mheshimiwa Rais katika mradi huu, utatusaidia sasa maji Dar es Salaam yatapatikana kwa muda wote. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nizungumze kidogo juu ya eneo la miundombinu. Mheshimiwa Mwenyekiti, jimbo la Kibamba wakati tunaingia na Mheshimiwa Rais hali ilikuwa ni mbaya sana. Lakini sasa hivi barabara nyingi zimepata wakandarasi na wananchi wanajua hilo, lakini barabara nyingi zimejengwa kwa zege na lami zinaendelea. Kwa mfano mwepesi, tunao mradi chini ya TARURA, mradi wa DMDP. Tayari mpaka sasa wakandarasi wamesha saini mikataba na Mheshimiwa Waziri Mchengerwa. Kwa mfano barabara ya Makabe Msumi kilomita 11.2 na daraja lake tayari sasa hivi Mchina yuko site na anaendelea. Wananchi wanafuraha kwenye jambo hili, wanaishukuru serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Barabara ya Mkorea Road Goba kilomita 7.7. Nataka niwaambie pala daraja ya Mama Katunzi tulijenga mwaka 2022 na sasa hivi barabara nzima inaenda kujengwa na mkandarasi amepatikana. Na mwisho ni kule ambako tunajenga VETA ya wilaya Kibamba Kibwegere, barabara ya Shija Road. Kwa heshima ya mzee wetu Shija William Shija tuliipa hiyo barabara jina lake. Na sasa Daktari Samia Suluhu Hassan amekubali kujenga lami na mkandarasi amepatikana kilomita 4.2. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Ndugu zangu, nataka niwaambie hizo ni barabara za TARURA ambazo ziko chini ya mradi wa DMDP. Lakini TANROADS na yenyewe imeendelea kuwepo ndani ya jimbo la Kibamba kwa barabara chache za haraka. Barabara njia panda ya shule inaenda Mpiji mpaka sasa ipo kilomita ya 7 ya lami na mkandarasi yuko site anaendelea. Haya mambo yalikuwa hakuna huko nyuma. Lakini iko barabara ipo wanaita Matosa kuelekea Temboni kilomita 6, kilomita 3 tayari mkandarasi yupo na anaendelea na ujenzi wa barabara hiyo. Lakini shukuru sana. Ipo barabara ya pale Kimara inaenda Bonyokwa. Mara nyingi nimeisema hapa. Tupo wabunge wote watatu. Sasa hivi mkandarasi ameshalipwa na yuko site anaendelea kujenga lami ya kilomita zote 7. Mimi kama mbunge wa jimbo la Kibamba, shukrani lazima niziseme. Huu mwaka sio wa kulalamika, ni mwaka wa kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan na serikali yake ya awamu ya 6 kwa kazi. Kila mbunge anasema humu mambo ambayo wamefanywa au wamefanikiwa nayo. Huyu ni nani? Ni zaidi ya rais ambaye mwenye macho makubwa na kuona kila pembe ya nchi hii inaona na inapata maendeleo. Kwa nataka niseme wazi sisi Mheshimiwa Rais anatudai. Kupitia hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa kupandisha utalii wetu kupitia The Royal Tour Film pamoja na Amazing Tanzania, ambayo imepelekea idadi ya watalii kuongezeka kutoka milioni 1.048 mpaka kufikia idadi ya watalii milioni 1.1 karibu 9. Ni jambo jema sana. Na bahati njema sana Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna fursa kubwa ya kuongeza idadi ya watalii. Kwa mfano sasa tunaelekea kwenye michezo ya AFCON ambapo Tanzania tutakuwa mwenyeji mwaka 2027.
Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kinachonitia mashaka na ambacho ningependa kushauri, sioni kama tunaweka nguvu kubwa sana kwenye matangazo ili kuweka awareness ya kidunia, watu wajue kwamba mwaka mmoja, miaka miwili ijayo kuna tukio kubwa litakuwepo Tanzania, na watu wajiandae kuja kushiriki, kuhudhuria kwenye michezo hiyo. Badala yake, kwa sababu tunaandaa na nchi nyingine tukishirikiana, wenzetu wataanza kuwa bora kwenye matangazo, na kwa hiyo watalii wataingia kwenye nchi zile, sisi tutakuwa wanufaika watatu au wa pili kupitia fursa ya michezo hii ya AFCON. Kwa hiyo ni shauri Mheshimiwa Mwenyekiti, kuanzia sasa ningeshauri serikali ione umuhimu wa kuweka nguvu kubwa kwenye kutangaza michezo hii, ili dunia ijue kwamba mwaka mmoja ujao, miaka miwili ijayo, katika nchi ya Tanzania kuna tukio fulani litakuwepo. Itangaze vivutio vyetu vya utalii, iweze kuwa sehemu ambayo fursa hii ya utalii tukaitumia vizuri kupitia michezo hii ya AFCON. Lakini jambo jingine la tatu ambalo ningependa kushauri Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, niipongeze serikali, imeonyesha kukua kwa diplomasia ya uchumi. Nimpongeze sana Mheshimiwa Rais kama mwanadiplomasia namba 1. Changamoto iliyopo na ambayo ninaiona Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kwamba kama taifa tumefanya kazi kubwa sana kupandisha diplomasia ya kiuchumi. Tumeshiriki mikutano mingi sana ya nje, viongozi wetu wakuu wameshiriki sana mikutano mingi ya nje, na shughuli mbalimbali za kiuchumi za kimataifa tumeshiriki. Na sisi kama taifa hapa nchini tumeandaa mikutano na shughuli mbalimbali za kiuchumi ambazo watu wengi wamekuja wakahudhuria. Lakini kuna shida moja ambayo tunaiona. Kuna tatizo kubwa la elimu kwa wananchi wetu. Hawana elimu ya kutosha kuweza kujua hii diplomasia ya uchumi ni nini, na fursa zinazojitokeza ni namna gani wananchi wa taifa hili waweze kutumia zile fursa, waweze kufaidika na fursa zilizopo kupitia diplomasia ya uchumi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwaka jana, mwaka juzi tumezungumza juu ya usafiri wa Ziwa Tanganyika. Tumelisema kwa kina kwenye vitabu tunasomwa kila mwaka. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Ziwa Tanganyika, uwekezaji ambao serikali imeweka kwenye bandari, hakukuwa na sababu leo tuzungumzie ukosefu wa usafiri wa uhakika wa Ziwa Tanganyika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunawezaje kuwekeza bandari ya Kabwe, bandari ya Kasanga, bandari ya Kipili, bandari ya Kalema, alafu usafiri haupo kwenye Ziwa Tanganyika? Tulitaka kuachivu nini kwenye hizo fedha tulizowekeza? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ushauri wangu, MV Liemba ni meli ambayo imeharibika muda mrefu sana. MV Mongozo, sababu zake ukiziona, hakukuwa na sababu ya kukaa zaidi ya miaka 8. Leo tuitegemea wananchi wa mkoa wa Rukwa. Kwenye hotuba yako ambayo inatoa mwelekeo wa nchi, tujue sisi Wanarukwa ambao tunaamini uchumi wetu unatokana na mazao tunayolima, ikiwemo mpunga na mahindi. Watu wa Kongo wanategemea mazao kutoka Tanzania. Tunasafirisha kwa njia gani? Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili eneo kumekuwa na changamoto kubwa. Kila siku tunapoteza ndugu zetu kwa usafiri usiokuwa rasmi. Tunawezaje kupeleka meli mpya, iwe ni 2 au 3, kwenye ziwa moja, wakati Ziwa Tanganyika ambalo tungewekeza kwa kina ingesaidia uchumi wa mkoa, lakini uchumi wa taifa? Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo kutueleza habari tu ya ukarabati kuchukua muda wote huu, naamini Wanarukwa hatujatendewa haki na tumechoka kulia. Je, wananchi wetu kunani kupoteza maisha, biashara wanazozifanya kwa usafiri wanaotumia? Natamani kwenye hitimisho lako utueleze Wanarukwa, Kigoma na Katavi, hatima ya usafiri wa uhakika wa Ziwa Tanganyika. Meli mpya ni lini tutapata, lakini hizo za ukarabati tu ni lini zitakamilika, ili tuweze kuinua uchumi wetu wa mkoa wa Rukwa?